Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Sasa usilinganishe Sweden na Tanzania. Tanzania kuna watu ambao asubuhi lazima amke aende kuhangaika ili jioni akirudi familia iweze kupata mlo. Hii lazima usije ukatazama nchi ukaanza kupata ankesi kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, hazita apply. Na kuna study leo asubuhi wakati na kusubiri nilikuwa nasoma ambayo inaonyesha kwamba lockdown katika nchi za Afrika hazitafanya kazi kwa sababu mahojiano na research iliyofanyika inaonyesha asilimia ambayo asilimia karibu 20 ya Watanzania wanaweza kupata athari kubwa sana ya Waafrika watapata athari kubwa sana iwapo watawekwa chini ya lockdown. Kwa sababu hiyo ni kweli, kwa sababu asilimia 20 ya hawa watu wengi katika miji ni wale ambao lazima waamke waende kupata chakula cha siku. Ukiwa lockdown kwa siku 14, maana yake unawanyima chakula na serikali zetu hazina uwezo kuwalipa chakula. Na sio tu hazina uwezo, nchi zilizoweka lockdown kwa mfano zote za Ulaya zenye lockdown ni nchi ambazo katika maisha yao wafanyakazi walikuwa wanachangia insurance. Kwa hiyo wakati wa lockdown wana file application ya serikali kuwalipia kutokana na zile insurance zao. Kitu hicho hakipo Tanzania. Wanaozungumza na nimesikia ndugu zangu wakizungumza serikali walipe. Sasa inawalipa kutoka wapi? Kwa hiyo wenzetu wanaokota kitu, wanakiweka kwenye mitandao, wanatoka nayo hadharani, wanawaeleza Watanzania, lakini hawaelezi ukweli wote kwamba zile sio fedha za serikali, ni fedha za insurance ambazo zilikwisha kulipwa katika miaka yao ya kazi. Wakati wanapoteza ajira, sio tu kwa corona, hata kwa mambo mengine, mtu akipoteza kazi analipwa na serikali kwa sababu alikuwa analipa insurance huko nyuma. Sasa haya hatuwezi kukata pesa kwa mazingira ya Afrika wala ya Tanzania. Hilo ni jambo moja kubwa. Lakini la pili, hilo swala unalouliza la wabunge kujitenga, sasa mimi sijui huko nyumbani, lakini mimi kwa kutazama kwangu, mimi nafikiri hawa watu ni watu wanaotafuta mileage ya kisiasa. Na nimeisema hii juzi tena kwenye chombo kingine na naomba niirudie. Na nimebase kwenye nini? Kwa nini nasema wanatafuta kick ya kisiasa? Hebu tazama agenda ya hivi vyama ilikuwa nini kabla ya corona. Wengi wa hawa kabla ya corona walikuwa nasema miradi mikubwa kama Stiglas haufai, wakatumia njia zote za kupotosha kwamba inaharibu misitu yetu, wakaenda SGR haifai, kwa kuwa tunatumia wakandarasi wakubwa, hela zetu zinatoka nchini zinaenda nje. Walijenga hoja kwamba miradi mikubwa yote haifai. Kitu cha muhimu cha kwanza, tuelekeze uwekezaji ndani, tuwasipe mishahara wa Tanzania, wala hawakusema tuwekeze kwenye miradi wala kwenye afya. Hoja yao tuwalipe watu mishahara, ndio hoja kubwa. Hiyo ya kwanza. Ya pili, baada ya corona immediately hoja kubwa iliyokuja ni kwamba tufuta miradi mikubwa, tuweke moja kwa moja tuwekeze kwenye matibabu ya watu. Sasa kama nilivyowaambia, kwa experience ya wenzetu hawa, asilimia critical ya wagonjwa ni 3% tu. Kwa hiyo unafuta miradi yako yote, na miradi mikubwa kwa Tanzania ni nini? Ni Stiglas, ni SGR, ni miradi yote ya kujenga hospitali, miradi yote ya kujenga vituo vya afya nzima, miradi yote ya maji. Yote hiyo ni miradi ambayo inasaidia matibabu. Huwezi kumwambia mwananchi anao mikono wakati hana maji. Lakini wapinzani wanasema funga hiyo miradi yote mikubwa. Uangalie tu corona. Corona kwao ni nini?
corona ni mchanganyiko wa vitu hivi vyote including uchafu. Namna ya kuondoa uchafu ni pamoja na kunawa. Ili upate maji ya kunawa lazima kuwe na maji. Lakini la pili, Watanzania tuna experience ya vita. 77 tulienda kupigana na nduli Idi Amin. Watu walikwenda. Lakini wakati tumekwenda vitani, hatukufunga kazi. Kwa nini hatukufunga kazi? Hata Bukoba watu waliambiwa wajifiche, wakisikia sauti fulani waingie kwenye mahandaki. Lakini saa nyingine zote waingie mashambani wakalime mashamba yao ili wasikose chakula. Sasa jemadari mzuri ni yupi? Jemadari mzuri ni yule ambaye anapoenda vitani anaangalia mambo yake yote. Anaandaa askari wake wanakwenda mstari wa mbele kwenye mapambano, lakini huko nyuma anahakikisha mashamba yanalimwa, vyakula vipatikane ili askari wale pia. Manake kusipolisha askari nao hawezi kupigana. Anahitaji viwanda vyake vifanye kazi ili fedha zitakazopatikana zinunue vifaa vya kwenda kwenye mapambano. Askari wanahitaji vifaa vya kila aina, wanahitaji bunduki, watahitaji magari ya kusafiri, watahitaji kila kitu. Sasa ukisema funga kila kitu, maana yake hata hiyo vita umetangaza kushindwa mapema. Sasa na washangaa hawa viongozi ambao wana lengo la kushika dola, alafu wanakwenda kusema funga kila kitu. Maana yake uwezo wao wa kupima mambo nao haujakaa vizuri. Kwa mimi ndivyo navyoona, kwa sababu ni mauaji kuambia Watanzania waache kazi wakati tunajua hatuna uwezo kuwalisha. Tukiweka lockdown kama wanavyotaka, maana yake ndani ya siku 3 kuna Watanzania hawatakuwa na chakula, kuna Watanzania hawataweza kusaidia familia zao kwa chochote, iwe kwa dawa, iwe kwa chakula, iwe kwa mavazi, iwe kwa chochote kile watakachohitaji. Na mimi nadhani kwamba wenzetu labda wakufanya utafiti wamekurupuka kama ambavyo mara nyingi tu wanakurupuka, lakini pia hawana agenda. Mtu ambaye hana agenda anakurupuka, anadandia agenda yoyote inayotokea. Na naona agenda ya corona ni kama imedandiwa kwa sababu wamekosa agenda zingine. Mimi ndio namna yangu ya kuiona. Labda niliweke vizuri. Wakati hatua mbalimbali zinatangazwa, nchi za majirani letu zote zilifunga shule za msingi mpaka vyuo vikuu, pamoja na njia zingine za tahadhari walizochukua. Kwa hiyo pressure kubwa iliyokuwa inawekwa hata kwa Sweden ni watoto wa shule za msingi nao shule zao zifungwe, kwa sababu hao ndio wenye riski kubwa zaidi, kwa sababu watoto wadogo hawajui social distancing ni kitu gani. Watakwenda kwenye michezo, watacheza kama kawaida yao, katika michezo watakumbaniana. Hawa ni watoto wadogo ambao hawajui hata maelekezo ukiwapa saa hizi, baada ya nusu saa wameshasahau. Kwa hiyo pressure ya watu mwanzoni ilikuwa kwamba shule hizo zifungwe. Lakini serikali ya Sweden ikawa mwanzoni haitoi hata maelezo. Kumbe walikuwa wanafanya na research na kadhalika. Lakini baada ya kukamilisha research yao walitoa hoja. Wakasema kati ya wafanyakazi wa serikali manesi ndio wenye watoto wadogo, kwa sababu umri wa mwanamke kuzaa unajulikana kati ya miaka fulani mpaka miaka fulani. Hao watoto wakiangalia wako wangapi kwenye shule ya msingi, wana umri upi, unaweza kujua mama zao wanafanya kazi zipi, baba zao wanafanya kazi zipi. Lakini kwa sheria ya Sweden, mtoto wa chini ya miaka 10 ni lazima anapobaki nyumbani, mzazi mojawapo awe nyumbani kumtunza. Ni sheria. Na hiyo pia ni kwa ajili ya usalama wa mtoto. Wakati tunashughulika na corona, hatuondoi usalama wa mambo mengine. Ni lazima tuna balance. Ugonjwa huu unaua, lakini kuna mambo mengine pia yanaendelea kuua, ikiwemo kumwachia mtoto akaathirika akiwa peke yake nyumbani. Kwa hiyo wakagundua pia
licha ya manesi, kuna kada zingine, kwa mfano mapolisi. Mapolisi wengi ndio ni vijana, kwa sababu ukiwa polisi askari labda uko kwenye cheo kikubwa, lakini maaskari wote unaokuta barabarani lazima wako kwenye umri wa kuzaa. Sasa vivyo hivyo hao maaskari wanapaswa kurudi nyumbani kutunza watoto wao kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo peleke kwenye ngazi nyingine zote za watumishi wa serikali ambao wanapaswa kufanya kazi, wanapaswa kubaki nyumbani na watoto kwa sababu wana watoto wadogo. Uamuzi wa serikali ya Sweden ikawa kwamba ili hao watoto wapate matunzo vizuri, lakini shughuli ziendelee pia kama desturi, ni lazima hao watoto wabaki shule, kwa sababu chini ya walimu watapata matunzo mazuri, lakini wakati huo zile kazi muhimu hazitalala. Askari wataendelea kufanya kazi zao. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.